Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mimi nianze moja kwa moja kwa kumpongeza sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa jambo zuri analolifanya la kutoa scholarship kwa masomo ya vyuo vikuu nje ya nchi na ndani ya nchi kwa watoto na haswa watoto wa maskini wasiojiweza. Lakini pili, ni mpongeze sana pamoja na wizara nzima kwa kazi nzuri wanayoifanya na hasa kwa ubunifu walioufanya wa huu mpango wa sisi, yani School Information System. Hiki ni kitu kizuri kilichofanyika cha kwamba mifumo inasomana. Kila shule nchi nzima wanakuwa wanaona kwamba hapa kuna walimu kiasi fulani, hapa kuna jambo fulani linalohusiana na elimu. Ubunifu kwa kweli ni mzuri sana na ni ubunifu unaostahili kuendelezwa. Niombe kutokana na ubunifu huo, mkoani kwangu Mara imekuwa ni sehemu ambayo tuna malalamiko ya muda mrefu ya walimu. Walimu ni wachache sana, na haswa kule jimbo langu la Msoma vijijini, kwa kweli walimu ni wachache sana, wanafunzi ni wengi mno. Naamini kabisa hiki kilio yawezekana kwa vijijini ni maeneo mengi nchi nzima. Kwa hiyo niombe jambo hili lifanyiwe kazi. Lakini pia katika masomo ya biashara kumekuwa na wimbi la ukosefu wa ajira. Na ni kweli, ukweli usiopingika ni kwamba hawawezi watu wote wakaajiriwa serikalini. Kutokana na hili, ningeomba somo la biashara liwe ni somo muhimu sana kuanzia chini mpaka juu, kwa maana ya kuwajenga Watanzania, vijana wetu wa Kitanzania kwenye soko la ajira. Wanapomaliza elimu za juu, basi wanaweza kujiajiri wenyewe. Kutokana na hili, nimshukuru sana mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kutoa ajira nyingi sana kwa walimu. Kwa kweli ametoa ajira nyingi sana kwa walimu, Mwenyezi Mungu ambariki sana. Lakini niombe wizara iangalie kwa undani zaidi. Kuna vijana ambao wamesoma masomo ya biashara na wako mtaani hawana kazi, basi waangalie kufanya mpango kazi wa kuwatengenezea ajira vijana hawa, wawashindanishe ili na wao sasa waende kufundisha somo hili la biashara. Lakini pia jambo jingine kwa walimu, kuna changamoto kubwa sana ya kupandishwa madaraja, kupewa posho zao, lakini pia wanacheleweshewa mishahara walimu. Niombe swala hili wizara ilifanyie kazi. Kwa kweli walimu hawa jamani ni watu yani watu ambao tunapaswa kuwajali sana. Tunapaswa kuwa motivate kwa kila aina, kwa sababu ni watu ambao wanatutunzia watoto wetu. Tena kwa kipindi hiki, kwa karne hii, walimu wamekuwa sasa kama walezi. Mtoto wa miaka 3 anapelekwa shule. Kwa mimi niombe wizara iwaangalie walimu kwa jicho la ziada. Lakini pia walimu hawa mazingira wanayoishi, na haswa kwa jiografia ya mkoa wangu wa Mara, kwa kweli jiografia imekaa vibaya, wanakaa mbalimbali. Mwalimu anafundisha Nyamitwe, lakini anakaa mbali wa kilomita 10 kutoka pale anapofundishia. Kwa hiyo niombe walimu hawa, serikali iangalie jinsi gani ya kuwakopesha usafiri wa bei nafuu ili na wao waweze kufika kwa wakati. Lakini wanapofika shuleni angalau na wao wanakuwa tofauti na wanafunzi. Mwalimu akifika shuleni ukimwangalia miguuni ana vumbi, ndugu zangu, tuwaonee huruma walimu wao kwa sababu wanafanya kazi ngumu sana. Lakini pia tuwakumbuke kwenye hardship allowance, yani posho inayotakiwa katika kufanya kazi kwenye mazingira magumu. Walimu wao wamekuwa wakituomba, na haswa mimi pale Msoma mjini katika jimbo langu pendwa, walimu nilikaa nao siku moja wakaniomba, wakaniambia, mheshimiwa, nenda katuwakilishie ili jambo kwamba na sisi tunaomba basi japo watujali tunapofanya kazi kwenye mazingira magumu, na sisi kama walimu tupate angalau na sisi allowance kwa ajili ya mazingira magumu. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna hili jambo la elimu. Ili swala la sera ya elimu ya mwaka 2023 la kuongeza ufaulu ni jambo zuri sana na limekwenda vizuri sana, lakini kuna mkoa wa Simiyu,
mkoa wa Mara, mkoa wa Geita, kwetu bado watoto wanarudi mchana nyumbani na jioni wanarudi tena shuleni. Jambo hili kwa kweli limekuwa likishusha sana ufaulu wa watoto wa shule, na haswa ukizingatia huko njiani, na haswa wale ambao walinichagua mimi, wanawake. Jamani, watoto wetu wa kike wanapata majaribu mengi sana kutokana na hali hii, kutokana na kwamba kuna bodaboda huko njiani, lakini wanashawishika. Watoto wengine anaweza akashawishiwa kwa chipsi huko njiani kabla hajafika nyumbani. Kwa mimi niombe serikali iangalie ni jinsi gani ya kukaa na wazazi wachangie kiasi fulani, lakini pia na serikali itop up ili kusudi